Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Mahasin TV, karibu katika kapu la habari. Leo tuko nami Abdurrahim Salum Japan nitakuletea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa nitakujuza hapo baadaye. Lakini mtazamaji, nikukumbushe pia tunapatikana katika akaunti yetu ya YouTube kupitia Mahasin TV official channel. Na hivi sasa tuanze na yale nitakayokuwasilishia siku hii ya leo. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko ataka kuzingatiwa ubora wa viwango katika ujenzi wa shule ya sekondari ya wavulana ya mkoa huo. Binti mwenye ulemavu Bi Aisha, mkazi wa kata ya Mzingani jijini Tanga, akabidhiwa kiti mwendo kutoka kwa wadau wa maendeleo. Na katika habari za kimataifa, wa Palestina zaidi ya 70 wao na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya anga ya Israel katika ukanda wa Gaza. Na mtazamaji, hivi sasa moja kwa moja tulianze kapu la habari kitaifa, na tunaanzia huko mkoani Katavi. Mkuu wa mkoa wa Katavi Bi Mwanamvua Mrindoko ameuagiza uongozi wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda kuhakikisha wanapata mabati yenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya kupaua shule ya sekondari wavulana Katavi kutokana na mabati yaliyotumika kutokidhi ubora. Taarifa zaidi na Rajab Shaban Matuga. Mkuu wa mkoa wa Katavi Bi Mwanamvua Mrindoko ametoa maagizo hayo alipotembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa shule hiyo, mradi unaotekelezwa kwa usimamizi wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda. Mabati yasitumike kwa sababu mabati yale ni feki na hayafai kwa matumizi ya serikali. Hakikisheni sasa mabati yenye ubora unaotakiwa kwa ajili ya kupaua majengo yote hapa yanapatikana haraka iwezekanavyo, ili huu mradi usikwame, kama ambavyo wote tumekusudia hapa huu mradi uweze kuisha kwa wakati. Nataka mtoke kwenye maboksi mliojifungia, nataka mtoke kwenye mikwamo mliojiweka ambao haina maana wala haina manufaa yoyote kwa wananchi wa mkoa wa Katavi. Nyie wataalamu wa halmashauri ya manispaa, tokeni kwenye mkwamo, shirikianeni kusimamia huu mradi ili uweze kukamilika kwa wakati. Aidha, kupitia ziara hiyo, Mrindoko amewataka viongozi wa manispaa Mpanda kuhakikisha ujenzi wa shule hiyo unakamilika kwa wakati uliopangwa na serikali ili wanafunzi waweze kupata mazingira bora ya kujifunzia bila kucheleweshwa. Malengo ni kuhakikisha huu mradi unaleta manufaa kwa wakati uliopangwa na serikali. Ndio tunachokihitaji kwa haraka zaidi. Kwa hiyo nataka kila mmoja asimame imara kwenye nafasi yake. Fanyeni maamuzi yatakayowezesha huu mradi kukamilika kwa wakati huu tunaotamani wa mwezi Mei mwishoni. Tumemaliza at least 95% au 98% ya majengo haya ambayo yanapaswa kuwa hapa. Hadi kufikia mwezi huu wa 3 2025, kiasi cha shilingi bilioni 1.527 zimeshatumika katika ujenzi wa shule hiyo. Kati ya fedha hizo, gharama za vifaa ni shilingi bilioni 1,363,327,576 na senti 15, na gharama ya ufundi ni shilingi milioni 164,518,380 na senti 90. Tumeendelea kufanya kazi na tumepanga safu za viongozi kufika mahali hapa kutoka katika senti yetu. Tumekuwa kama ambavyo umeelekeza, tumegawana majengo kama ulivyoelekeza. Tumekuwa tukifanya vikao vyetu huku na tukaendelea kusimamia ujenzi hadi kufikia mahali hapa. Lakini timu pia ya wataalamu kutoka mkoani ikiongozwa na kaimu katibu tawala wameendelea kuja na kutupa ushauri na kuendelea kusimamia katika kutekeleza shughuli nzima za ujenzi mahali hapa.
Shukrani sana Rajab Shaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Katavi. Mtazamaji, hivi sasa moja kwa moja tuelekee huko jijini Dar es Salaam ambako taasisi ya kifedha Amana Bank tawi la Mbagala jijini Dar es Salaam imejumuika pamoja na makundi mbalimbali ikiwemo watoto yatima katika iftar iliyoandaliwa na taasisi hiyo, ikiwa ni utekelezaji wa moja ya programu yao katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Taarifa ya Bi Aisha Mpatila inasimuliwa hapa studio naye Saad Suleiman. Meneja wa benki ya Amana tawi la Mbagala Bi Kauthari Masudi akizungumza na Mahasin TV baada ya hafla hiyo amesema iftari hiyo ni sehemu ya utaratibu wao walioweka kila mwaka kujumuika pamoja na makundi mbalimbali katika iftari ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunafanya hii iftari pamoja takriban miaka 13 inaenda, tunafanya Amana benki kufuturu na watoto yatima. Lakini mbali na hivyo huwa tunapeleka sadaka zetu za iftari kwa ajili ya watoto yatima, lakini pia huwa tunakuwa na fungu la sadaka na zaka za kuwasaidia watoto hawa. Kwa hiyo tunashukuru na tumefarijika sana kwa siku ya leo kuwa pamoja nao, na wao wamefarijika, wamefurahi, na tunashukuru sana upande wa media kwa kutusapoti na watu wengine wote kwa pamoja tulikuwa nao. Minajati Kilimia ni mlezi wa kituo cha kulea yatima kinachopatikana Mbagala Kizuiani. Hapa anatoa wito kwa wadau wengine kuona namna ya kuwapa sapoti katika malezi ya watoto hao. Kituo chetu kina watoto wachanga kuanzia miezi miwili, miezi 7, miaka 2, 3, 4 hadi kufikia watoto wenye umri wa miaka 17. Tuna watoto wanaosoma secondary ambao ni ya boarding. Wako watoto 19. Kila mtoto mmoja anataka nimlipie 600,000 kwa mwaka. Lakini uwezo wenyewe uliokuwa nao ni mdogo. Naomba mtufikirie pia. Natoa shukrani nyingi iftari ambayo imeandaliwa na Amana benki. Naomba mfano walioonesha hapa uwe mfano wa kuigwa na wengine, na wala lisiishie hapa. Akitoa shukrani kwa niaba ya watoto wenzake, Mwana Hamisi Mohamedi ambaye ni mmoja kati ya watoto wanaolelewa katika kituo hicho kinachosimamiwa na Bi Minajat, ameomba wadau wenye moyo wa huruma kuwatazama kwa jicho la karibu. Asanteni kwa kutusikiliza. Kituo chetu kina changamoto kadhaa kama vile vifaa vya shule, madaftari, mabegi, uniform. Ningependa watusaidie katika ada za shule. Shukrani sana Bi Aisha Mpatila kwa taarifa hiyo iliyosimuliwa hapa studio naye Saad Suleiman. Mtazamaji, tutoke sasa huko jijini Dar es Salaam. Hivi sasa tuelekee huko mkoani Tanga ambako mstahiki meya wa halmashauri ya jiji la Tanga Abdurrahman Shilo amekabidhi kiti mwendo kwa binti mwenye ulemavu Bi Aisha, mkazi wa kata ya Mzingani jijini Tanga, kilichotolewa na wadau wa maendeleo ili kumsaidia binti huyo katika kupambania ndoto zake. Tupate taarifa kamili. Kiti hicho kimetolewa kwa ushirikiano wa pamoja kati ya afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya jiji la Tanga Moses Kisibo na katibu tawala wa wilaya ya Lushoto Joseph Sura, baada ya binti huyo kuibuliwa kupitia programu ya Timiza Malengo. Akikabidhi kiti hicho, mstahiki meya wa halmashauri ya jiji la Tanga Abdurrahman Shilo amepongeza kwa kitendo hicho cha huruma. Nimefurahi mumeonyesha utu na mnaonyesha kwamba mnakwenda kufanya kazi za kijamii vizuri. Hongereni sana. Lakini na mimi kwa siku ya leo naomba nitoe futari kidogo. Nimebeba futari pale, nitawakabidhi, lakini masuala mengine nitafuatilia kwa sababu mambo mengine ya kiimani, na sisi katika dini tunaambiwa mkono wa kulia ukitoa, mkono wa kushoto usijue. Kwa hiyo mengine tutayafanya katika mrengo huo. Mmoja wa wadau waliofanikisha zoezi hilo, afisa maendeleo ya jamii na mratibu wa masuala ya ukimwi halmashauri ya jiji la Tanga Moses Kisibo, ametoa wito kwa jamii kutoa ficha watu wenye ulemavu. Hivyo tunapenda kutoa wito kwa jamii kwamba watoto wenye ulemavu wasifichwe ndani. Ukiendelea kuwaficha watoto wenye ulemavu ndani na wanyima haki zao za msingi. Bila yule binti Najma kumuibua huyo binti, ina maana angekuwa bado yuko ndani amekaa. Ni binti mwenye zaidi ya miaka 17 na anaonekana anahitaji. Ni kama vile ulemavu wake umemfanya amedumaa. Kwa hiyo ni shauri wazazi wote ambao wanaishi na watoto wenye ulemavu katika jiji la Tanga na sehemu nyingine nchini, waendelee kuwatoa watoto wenye ulemavu
wapate matibabu na waendelee kupata elimu, kwa sababu akipata elimu inaenda kuwasaidia na wanaondokana na hali ile ilionao. Kumhifadhi ndani ni kama unamjengea unyanyapaa. Bi Najma Habibulaiza ni mwelimishaji rika katika kata 7 za halmashauri ya jiji la Tanga, ikiwemo kata ya Mzingani, ambaye amemuibua binti huyo. Kwenye kutembea kata zangu zote 7 nimekutana na binti mwenye changamoto ya ulemavu wa viungo, na tunashukuru ameweza kupata wheelchair ambayo itakaweza kumsaidia labda kwenye mambo yake mengine, labda kama vile kutembea, kwenda kushirikiana na watu wengine. Tunashukuru hapo mwanzo alikuwa na changamoto, alikuwa hajapata kiti, lakini tunashukuru kwa msaada huu wa leo, kwa kupata kiti kitamsaidia kwa mahitaji mengi hapa na pale kwa mwendo. Na mtazamaji, tutoke sasa huko mkoani Tanga moja kwa moja turejee hapa kanda ya Ziwa, tukielekea huko mkoani Mara, ambako kufuatia kukamatwa kwa kijana mmoja anayedaiwa kuhusika na matukio ya wizi wa taa za barabarani katika kijiji cha Nyamuswa wilayani Bunda mkoani Mara, wakazi wa kijiji hicho wameiomba serikali na mamlaka husika kuchukua hatua kali za kisheria ili kukomesha tabia hizo zinazotia hasara serikali. Taarifa zaidi naye Hilal Seifuriami. Hii ni video iliyosambaa mitandaoni, video ikimwonyesha mmoja wa vijana anayedaiwa kuwa ni mwizi wa taa za barabarani akitembezwa mtaani na wananchi baada ya kukamatwa akifanya uhalifu huo nyakati za usiku. Baada ya kufuatilia, imegundulika tukio hilo limetokea katika kijiji cha Nyamuswa wilayani Bunda mkoani Mara, kama wanavyoeleza wakazi wa kijiji hicho. Mwezi uliopita walituibia saa 3 kwa barabarani. Usiku wa kuamkia leo umekuja umefungua saa 1. Baada ya wasamaria wema kuwakuta, basi wale watu wakawafuatilia, wakapiga yowe. Bahati nzuri tukawakamata. Sisi tumeonyesha umoja wa kumshika yule mtu, japo alikuwa na wenzake ambao walikuwa kwenye ile daraja chini. Baada ya kutoa ile taa, itakashikane nao ichukue ile taa kwenda nayo, lakini tukasimama thabiti, tukasimama vizuri, tukaweka mambo sawa na taa ile imepatikana, yuko katika uongozi wa kijiji kwenye kata. Ombi lao kwa serikali na mamlaka zinazohusika kuchukua hatua kali za kisheria kwa wale wote wanaobainika kuhujumu miundombinu ya barabara, ambapo mbali na kuitia hasara serikali, lakini wasababisha madhara makubwa ikiwemo hata kutokea kwa ajali. Serikali kwa ujumla msikie kilio hiki, watu hao tumewakamata, wako mikononi mwenu mwa serikali. Sasa tunataraji kusikia serikali inasemaje, na tayari sisi pia wananchi hapa tumejipanga vizuri kwa ajili ya kulinda hizi zilizokuwa zimebaki, na tutaendelea kuwa walinzi wa kila leo. Lakini kikubwa tuombe serikali kuu hao watu wawe mfano, wachukuliwe mfano, hata ikipendeza wafilisiwe mali zao, kwa sababu wao watajua walipokuwa wanauza. Serikali ifuatilie kujua hao watu wanauza wapi hivi vitu, wale wateja wadau wao wakamatwe. Hao watu wanaozidi na ni kutoka nje ya kata ya Nyamuswa kuja kutuchukulia taa zetu, kwa kweli wanafanya jambo baya sana. Na kwa Mwenyezi Mungu kwa kweli kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani huu basi walaaniwe na hata wafungwe maisha huko waliko. Diwani wa kata Nyamuswa Ibrahimu Mganga amewataka wananchi kuripoti sehemu husika kwa yoyote wanayemtilia shaka kuhusika kwa namna moja au nyingine katika uhalifu huo wa miundombinu ya barabara. Mara ya kwanza walitime wakaja wakachukua taa 3. Tukakubaliana kuhakikisha tunazilinda hizi taa, na tabia ya mwizi wakionja huwa haachi. Sasa tukajua hao watarudi. Tumewekeana mikakati ya kulinda hizi taa, na ndio maana unaona jana tumebahatika kumkamata mwezi mmoja ambaye alitaja mwenzake wawili. Lakini chukue lai kwa watu wangu wa Nyamuswa, kama kuna mtu ambaye wanaye wasiwasi, wanamtia mashaka, basi mtu huyo wa ripoti kwenye vyombo, ndipo jeshi la polisi, na bahati nzuri tuna kituo cha polisi hapa Nyamuswa. Twendeni, sisi tumekubaliana, tunataka kudhibiti wizi wa miundombinu inayoletwa na serikali, na tumhakikishie Mama Samia Suluhu Hassan kwamba sisi miundombinu anayotuletea tutailinda kwa nguvu zetu zote, na tunahakikisha yeyote atakayeingia hapa hatatoka salama. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaomba wananchi wa maeneo mengine pia kuhakikisha kwamba wanazilinda taa hizi kama walivyofanya wenzao wa Nyamuswa, na kuhakikisha kwamba wezi wanapopatikana wanawakamata, wanafikisha kwenye vyombo vya sheria. Na shukrani sana Hilal Seifuriami kwa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Mara. Mtazamaji, hivi sasa tutoke huko mkoani Mara moja kwa moja tupande jahazi, mimi na wewe kwa pamoja
Tukielekea huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu, na tuelekee huko kisiwani Pemba ambako jamii kisiwani Pemba imehimizwa kutumia taka ozo katika kuzalisha bidhaa mbadala ikiwemo mbolea, hatua itakayosaidia kutunza mazingira na kuiweka miji kuwa safi na salama, ambayo pia itakuwa njia mojawapo ya kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Taarifa yake Jumaa Saifu inasimuliwa hapa studio naye Hilal Seifuriami. Akizungumza mara baada ya mafunzo ya siku 2 juu ya ufungaji nzi chuma huko Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba, Amiri Ali, mshauri na mtaalamu wa ufugaji wa nzi chuma, amesema uzalishaji wa taka una manufaa makubwa ikiwa jamii itazitumia vizuri na kutazama fursa zilizopo. Walipokea hili jambo kama fursa, kama ambavyo watu wengine wanafuga ng'ombe, wanafuga mbuzi, wanafuga kuku na wanapata faida. Kufuga nzi pia kuna faida, na faida yake si tu kwa yule mkulima peke yake, hapana. Faida ni kubwa na ni kwa jamii nzima, kwa sababu tunapoondoa taka mitaani tunatengeneza jamii ambayo ni salama na athari za magonjwa ya milipuko inapungua. Lakini pia tunapata mbolea ya asili kutokana na mabaki ya vyakula ambavyo tayari tulishakula na hatuwezi kuvitumia tena. Lakini pia tunapata protini mbadala kwa ajili ya mifugo yetu. Kama unavyojua vyakula vya sasa hivi vya mifugo ni bei kubwa, na hii inasababishwa kutokana na aina ya protini inayotumika katika kutengeneza chakula. Watu wengi sasa hivi tunatumia dagaa na soybean, lakini soybean na dagaa pia yanatumika katika binadamu kama chakula. Hivyo inafanya matumizi yake yanakuwa ni makubwa na pia inapelekea bei kuwa kubwa. Kwa hiyo tukiweza kuhamasisha katika ufugaji wa nzi chuma, tutakuwa tunasolve swala la protini katika utengenezaji wa chakula. Mkurugenzi wa manispaa Chake Chake, Maulidi Mwalimu, amesema mafunzo hayo yamekuja kupunguza changamoto ya uzalishaji takataka katika miji na vijiji. Tutaenda kuyafanyia kazi na kuzipata hizo taka ambazo tumezikusudia kwa ajili ya kuzalisha. Lakini mafunzo haya hayahamasishi kuzalisha uchafu jamani. Sisi tuna mpango, tunasema tunaelekea kwenye zero waste. Hamu yetu ifike wakati iwe hakuna tena kuzalisha takataka zisizokuwa za ulazima. Hayo ndio malengo ya serikali. Lakini kuna takataka ni za lazima. Si tunakula. Kwa hiyo lazima tunazalisha. Sasa sibakie hizo tu. Zile nyingine zilizokuwa si za msingi, maana yake kujitahidi tuhakikishe tumezipiga vita na zimetoweka moja kwa moja. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wametoa rai kwa mamlaka zinazosimamia takataka kufika katika vijiji ili kuongeza hamasa ya uzalishaji wa nzi chuma. Yasiishie mafunzo kupata tu hapa katika ukumbi, lakini pia watoke walimu kuja kutueleza zaidi, yani kufanya kwa vitendo kabisa huku katika vikundi vyetu, katika sheria zetu. Watufundishe zaidi, yani ukichukua hicho ukifanya hivi ndio huyu mabubu atakuwa hivi, awaunzi watakuwa hivi, tupate kujua zaidi. Kwa kweli tukifika nyumbani tutahamasisha wenzetu ambao walikuwa hawakuja huku na kuitengeneza hii mafunzo tuliofahamishwa haya, na tuendeleze. Nikishaipata hivyo vifaa, nikijaliwa, nikishapata hizo mbegu, nitetana na wenzangu ambao wana vikundi, tutasomeshana. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo yake Jumaa Saifu iliyosimuliwa hapa studio na Hilal Seifuriami, ndio mwisho wa kapu la habari kitaifa. Tunapata mapumziko mafupi, na tutakaporejea nitakujuza tutakuwa nani katika habari za kimataifa. Usibonyeze kitufe. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.
Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na shukran sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nami, na kwa wewe ambaye unajiunga nami hivi sasa. Kipindi hewani ni kapu la habari, na hivi sasa ni wasaa wa habari za kimataifa kama zilivyonayo al-akhi Saad Suleiman. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Jeshi la Sudani limerejesha udhibiti wa majengo ya ikulu mjini Khartoum tangu yalipochukuliwa na wanamgambo wa RSF wakati wa siku za mwanzo wa vita karibu miaka miwili iliyopita. Katika ujumbe kupitia televisheni ya taifa, msemaji wa jeshi hilo Nabili Abdallah amearifu kwa vikosi vya nchi hiyo vimewasambaratisha wapiganaji wa upande wa RSF pamoja na zana zao za kivita na kukamata shehena kubwa ya silaha. Taarifa zinasema kulitokea mapigano makali kati ya pande hizo mbili kabla ya vikosi vya jeshi la Sudan kupata mafanikio ambayo ndio makubwa zaidi tangu kuzuka kwa vita Aprili 2023. Picha na video kwenye mitandao ya kijamii ambazo hata hivyo hazijathibitishwa na vyanzo huru vya habari zimeonyesha wanajeshi wakiwa ndani ya majengo ya ikulu huku wakipongezana. Eneo la katikati mwa mji mkuu wa Sudan, Khartoum, yaliyo majengo ya ikulu, imekuwa kitovu cha mapigano makali kati ya pande hizo hasimu mnamo miezi ya hivi karibuni. Kwingineko, Wapalestina zaidi ya 70 wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa katika mashambulizi makali ya anga ya vikosi vya Israel kwenye ukanda wa Gaza. Mashambulizi hayo yanatajwa kwa makali tangu utawala mjini Tel Aviv ulipotangaza kurejea kwa operesheni ya kijeshi kwenye eneo hilo. Takwimu hizo za vifo zimetolewa na maafisa wa afya wa ukanda wa Gaza unaotawala na kundi la wanamgambo Hamas. Matabibu wamesema mashambulizi ya Israel yamezilenga nyumba kadhaa kaskazini na kusini mwa Gaza, hususan kwenye miji ya Khan Yunus, Rafah na Beit Lahia. Haya yanaripotiwa wakati Israeli inasema kwamba vikosi vyake vimeanzisha tena operesheni ya ardhini kwenye maeneo ya kaskazini na kusini mwa Gaza baada ya kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa tangu mwezi Januari. Vilevile imesema inachukua tena udhibiti wa ujio muhimu wa Netzarim unaotenganisha upande wa kusini na kaskazini mwa ukanda huo, hatua ambayo kundi la Hamas imeitaja kuwa ukiukwaji wa kutisha wa mkataba wa kusitisha vita. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani inatarajia hivi karibuni kukubaliana na Ukraine ili kutia saini mkataba wa madini na maliasili. Trump amesema pia kwamba juhudi za kufikia makubaliano ya amani katika mzozo kati ya Urusi na Ukraine zimefikia katika hatua nzuri baada ya kufanya mazungumzo wiki hii na marais Vladimir Putin wa Urusi na Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Haya yanajiri wakati Machi 20 viongozi wa mataifa ya Ulaya wamekubaliana kuongeza matumizi yao katika sekta ya ulinzi kwa kutenga euro bilioni 800 ifikapo mwaka 2030. Pia wameafikiana kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine ili iendelee kukabiliana na uvamizi wa Urusi. Saad Suleiman, Mahasin TV. Na shukran sana Saad Suleiman kwa masimulizi ya taarifa hizo za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijahitimisha, tupate miongoni mwa yale niliyokuwasilishia siku hii ya leo. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko ataka kuzingatiwa ubora wa viwango katika ujenzi wa shule ya sekondari ya wavulana ya mkoa huo. Binti mwenye ulemavu Bi Aisha, mkazi wa kata ya Mzingani jijini Tanga, akabidhiwa kiti mwendo kutoka kwa wadau wa maendeleo. Na katika habari za kimataifa, wa Palestina zaidi ya 70 wao na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya anga ya Israel katika ukanda wa Gaza. Na mtazamaji, na kufikia hapo mimi nakuwa sina la ziada. Tuna siku na wakati mwingine kama huu. Ulikuwa nani Abdurrahim Salum Japan kuletea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa tulikuwa naye al-akhi Saad Suleiman. Nikutakie utazamaji wema vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.